wakimbiza mwenge wetu wa uhuru 2026. Hoye! Mwenge wa uhuru hoye! CCM hoye! Mtatustamilia, tuko nyumbani hapa. Mwenge wa uhuru kitaifa ukiwa sambamba na wakimbizaji wenzako watano. Ndugu naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, mfanya kazi zako Zanzibar, wajumbe wote wa halmashauri kuu ya taifa, viongozi wa chama kwa itifaki zenu ambazo mpo hapa, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wawakilishi, makatibu wa chama kuanzia ngazi za wilaya, mkoa mpaka majimbo, najua wote mpo. Kiongozi wa mbio za mwenge, tumefika hapa kwa ajili ya shughuli mbili. Kwanza kwa ajili ya kaburi la muasisi wa mapinduzi matukufu ya nchi yetu na rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume, lakini baadaye tutakuomba pata fursa uweze kusaini kitabu cha kwamba umefika katika ofisi kuu ya CCM Zanzibar. Lakini kabla ya kuendelea na hayo, tumpishe sasa msoma taarifa ili aweze kutusomea taarifa yake, baada ya na ratiba ambayo tumeipanga. Soma taarifa, karibu. Mwenge wa Uhuru oye! Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, ndugu Wazo Michael Mang'onda, wakimbiza Mwenge wa Uhuru, ifuatayo sasa ni taarifa fupi ya Chama cha Mapinduzi juu ya ujio wa Mwenge wa Uhuru afisi kuu ya CCM Zanzibar. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, awali ya yote hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa kutujalia afya njema na uhai na kutuwezesha kukutana hapa leo hii tukiwa wadhima wa afya. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri na tuepushie na kila aina ya shari ili tumalize vyema jukumu letu hili kwa salama na amani. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, karibu sana katika eneo la afisi kuu ya CCM Zanzibar. Eneo hili ndipo alipouawa na kuzikwa marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mahali hapa tuliposimama ndipo alipozikwa jemedari wa mapinduzi yetu matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 na mkombozi wa taifa hili la Zanzibar, ambaye ni muasisi wa muungano huu wa Tanganyika na Zanzibar. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, marehemu Sheikh Abeid Amani Karume alizaliwa tarehe 4 Agosti mwaka 1905 kijijini kwao Mwera Kiongoni, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Marehemu Sheikh Abeid Amani Karume aliuawa siku ya tarehe 7 Aprili mwaka 1972 katika eneo hili la afisi kuu ya CCM Kisiwandui, ambapo kwa wakati huo ilikuwa ndiyo makao makuu ya chama cha Afro Shirazi Party, na alikuwa amekaa na wazee wenziwe wakicheza mchezo wa zumna. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, tunakushukuru sana na tunashukuru Mwenge wa Uhuru kufika katika eneo hili la Kisiwandui. Kitendo hiki kinaleta heshima kwa kuleta Mwenge wa Uhuru katika eneo hili kwa muasisi wa mapinduzi yetu matukufu ya Zanzibar na muungano wa Tanzania. Hivyo hatuna budi kuwapongeza wilaya ya Mjini kwa kulifanya jambo hili kuwa endelevu kama ilivyo kwenye kaburi la hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, tunashukuru sana na kukupongeza wewe pamoja na wakimbiza mwenge wenzio wa uhuru kwa uzalendo wenu huo wa kujitolea kuukimbiza mwenge wetu wa uhuru nchi nzima bila ya kuchoka, kwa kukagua na kufungua miradi mbalimbali ya maendeleo. Hakika mtaendelea kukumbukwa kwa ushujaa wenu huo kwa taifa letu, huku mkiwa mmebeba ujumbe mkuu: amani, umoja na mshikamano wa taifa, chini ya kauli mbiu inayosema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Kufuatia ujumbe huo wa Mwenge wa Uhuru, sisi tunaahidi kwenu na jamii kwa ujumla, tutahakikisha tunalinda amani yetu na kushikamana kwa pamoja kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, tunamuomba Mwenyezi Mungu awabariki
na awazidishie nguvu ili muweze kulikamilisha vyema jukumu letu hili la taifa, na awalinde na kila baya katika safari yenu, na hatimaye muweze kuhitimisha vyema jukumu hili la kukimbiza mwenge wa uhuru nchi nzima. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar. Mwenge wa uhuru oye! Oye! Wilaya ya Mjini oye! CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asante sana kwa taarifa. Tunaomba taarifa umkabidhi kiongozi, alafu baadaye mtuelekeze kwenye ratiba ya dua. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge, tukio linalofuata sasa, tunaelekea kwenye kaburi la muasisi wa mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ambapo utapata nafasi ya kuweka shada la maua na baadaye tukapata dua. Karibu sana. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, tukio linalofuata sasa ni kuweka shada la maua katika kaburi la marehemu Sheikh Abedi Amani Karume. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge, tunaomba tusogee hapo. Sogea hapo. Asante sana. Mara baada ya tukio hilo, sasa tusogee upande huku kwa ajili ya kupata dua. Tusogee hapa kiambatana na viongozi, simama hapo katikati kwa ajili ya kupata dua. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, sasa tutafanya dua. Tutaanza na Sheikh Ramadhan kwa upande wa dini ya Kiislamu na baadaye tutapata dua kwa upande wa dini ya Kikristo. Sheikh Ramadhan, karibu sana. Ila hadrat habibu Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fillahu warhamhu waskanahu makana fil janna. Allahumma fillahu warhamhu waskanahu makana fil janna. Allahumma ij'alhu fida'an lahu minan nar. Allahumma ij'alhu fida'an lahu minan nar. Allahumma ij'alhu fida'an lahu minan nar. اللهم اجعله فكاكا له من النار. اللهم اجعله فكاكا له من النار ومن عذاب القبر ومن هوال يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت شافي وعاف أنت المعاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القبر
وقنا عذاب القبر وارزقنا نظر إلهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi, tunakuomba tujalie kila la kheri, tuondoshe kila la shari, tujalie mwenge huu uende umurike Tanzania yetu sote, tushikamane katika maendeleo ya Tanzania yetu. Ya Rabbi, tunakuomba mjalie Dr. Samia Suluhu Hassan afya njema na kuongoza Tanzania yetu, na mjalie Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi aongoze Zanzibar vizuri, na tujalie mshikamano katika kujenga nchi yetu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Sasa ndugu kiongozi wa mbio za mwenge, tumkaribishe baba mchungaji Kristo kusomea dua. Tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nakushukuru wetu uliye Muumba wetu, utulindaye na kututunza. Asante kwa nyakati hii uliyotupa kuwepo mahali hapa. Asante kwa ajili ya mwenge wa uhuru ambao umeleta mahali hapa katika afisi kuu ya chama hapa Kisiwandui. Lakini katika eneo hili ambalo sasa tunazuru, mahali alipolala muasisi wetu wa Muungano, yeye pamoja na marehemu Julius Kambarage Nyerere waliwaza wazo hili la kuwa na tunu hii ya taifa. Tunu hii ya taifa tukielekezwa kwamba inapopita mahali pasipo na amani kalete amani, palipo na chuki kalete maridhiano. Mungu, tunakusii na kuomba mwenge wetu wa uhuru utakapoendelea kupita mahali pote, tunawabariki na kuweka mikononi mwako wakimbiza mwenge kitaifa. Warinde baharini, warinde barabarani, warinde angani, amani yako itoshe katikati yao. Lakini kipekee tukushukuru pia kwa waliofuata baada ya hao waasisi wetu wa Muungano katika tunu hii ya taifa kuiendeleza. Tukushukuru pia kwa viongozi wetu wa kitaifa ambao wanaendelea kwa sasa walioshika mahali pao. Asante kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante kwa ajili ya rais wetu wa visiwa hivi vya Zanzibar, Daktari Hussein Ali Mwinyi, na mawaziri, makatibu wakuu na wote wanaohusika kutuweka pamoja. Mungu, tunaombea afya njema ya mwili na ya kiroho. Asante Bwana, tunaamini ya kwamba utaendelea kutulinda na kututunza, lakini tunamwombea muasisi huyu aliyelala mahali hapa. Mungu, uendelee kumkumbuka kwa sababu alikutumikia vema na ameacha alama katika nchi yetu inayoendelea kuishi. Japo amelala, lakini bado maono yao bado yanaendelea kuishi katikati yetu. Nasi tupe kumaliza mwendo mzuri, nasi tukiacha alama baada ya nyakati zetu kuisha na kuitwa kwetu mbinguni. Mungu, tunakuomba utujalie uzima na amani katika taifa letu. Tunaomba tukiamini kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Ubarikiwe sana baba mchungaji. Mara baada ya kupata sala kutoka kwa baba mchungaji, ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru, sasa tutaelekea ndani ya jengo hili la afisi kuu ya CCM Kisiwandui kwa ajili ya kusaini kitabu cha wageni na baadaye kwenda kuona eneo ambalo alilouawa marehemu Mzee Abeid Amani Karume. Karibu sana.
Kama tunapata na sisi watoto ambao hatukuwepo kipindi hicho tunapata elimu, maana yake serikali ina mwenzi vizuri na inakuja kurisisha kwa sisi sasa vizazi wa sasa hivi na mengine na wengine wanaokuja, kwa sababu kama mimi nimeshajua saizi na vijana wengine wanajua, maana yake serikali imefanya kazi kubwa
ya kumwenzi muasisi wa taifa letu Sheikh Abeid Amani Karume. Kwa hiyo nishukuru serikali, lakini nishukuru na nyinyi ambao mko hapa mnaendelea kuhifadhi haya makumbusho ya Mheshimiwa Sheikh Abeid Amani Karume. Mimi niombe tu kuendelea kuyahifadhi ili na vijana wengine na watoto na vizazi vijavyo wajue baba yetu alikuwa nani, alikuwa anafanya nini. Faida ya kumjua baba ni kubwa sana kwa taifa letu. Hivyo niombe kuendelea kumwenzi kwa kufundisha vijana na watoto wamjue Sheikh Abeid Amani Karume, wajue taifa letu limetoka wapi, wajue yeye amefanya nini mpaka taifa likawa hivi lilivyofika. Kwa hiyo niombe tu muendelee, msirudi nyuma, kama haya makumbusho yaboreshwe zaidi, yani yaweze kuwa mazuri zaidi, ili watu hata wa nje waje, wale wanakuja hapa wanaona, wanajua kwamba sisi tulitoka wapi na huyu ndiye jemedari wetu. Asanteni sana. Asante sana, tunashukuru. Tuendelee na ratiba. Wilaya Mjini na Mwenge wa Uhuru oye! Mwenge wa Uhuru oye! Wilaya Mjini oye! CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, tunakushukuru kwa shughuli ambazo umetufanyia. Mwenge tumeingia hapa katika jengo la ofisi kuu ya CCM Zanzibar, tumeenda katika kaburi la mzee, tumepata dua na baadaye umeweza kusaini kitabu ndani. Sasa kwa itifaki za hapa, kuombe tu tumpe nafasi naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi aweze kutukaribisha katika eneo lake, na baadaye utatoa salamu ambazo umezipanga kuzungumza katika eneo hili la Chama cha Mapinduzi. Baada ya hapo, tutakuomba tutapata picha wakimbizaji mwenge wote 6 wale wa kitaifa pale juu, na wao pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar. Baadaye ratiba yetu itatuelekeza kuelekea katika eneo la skuli ya Tumekuja kwa ajili ya lunch. Mheshimiwa Walimu, karibu sana. CCM oye! Mwenge Mwengera! CCM oye! CCM ra! Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa pamoja na ujumbe wako wote, viongozi wa chama na serikali mliokuwepo hapa, pamoja na wananchi wote wapenda amani, salamu alaykum. Na mimi nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo adhimu kutujalia kupokea mwenge katika jumba letu hili la afisi kuu ya chama chetu cha Mapinduzi. Kubwa zaidi ni washukuru wananchi wote mliojitokeza kwa wingi kulinda tunu yetu ya amani kwenye nchi yetu. Lakini jingine nikiri kiongozi wa mwenge kupokea mwenge huu wa uhuru kwenye afisi kuu ya Chama cha Mapinduzi. Vile vile ujumbe uliokuja nao ni ujumbe wa amani kwenye nchi yetu, na Chama cha Mapinduzi kinakiri kufuata umoja, amani na mshikamano kwenye nchi yetu, na tutadumisha kufanya hivyo. Hivyo wananchi wote tunaomba sana tuendelee kutunza amani kwenye nchi yetu kama kauli mbiu inavyokwenda, lakini chombo hichi cha mwenge kiwe ndio chombo muhimu cha kuweza kutuletea maendeleo kuwa radi. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana kwa kunisikiliza na karibu sana kiongozi wa mwenge. Asante sana naibu katibu mkuu wa chama chetu Chama cha Mapinduzi Dr. Dimwa. Sasa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, chukue fursa hii kuweza kuzungumza na hadhara hii, na watu wapo tayari kwa ajili ya kukusikiliza. Karibu sana.
Mwenge wa Uhuru oye! Sheikh Abedi Amani Karume oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndugu viongozi ambao mko hapa, tambue uwepo wa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mwenge wa Uhuru umefika hapa nyumbani alipolala muasisi wa Mwenge wa Uhuru. Mwenge wa Uhuru umefika, umekwenda kuona kaburi la baba yetu pale alipolala. Tunashukuru wanaotunza makumbusho haya, tuendelee kuyatunza ili vizazi vijavyo na sisi vijana, watoto, tujue huyu baba yetu Abedi Amani Karume alikuwa nani. Tujue taifa letu la Zanzibar limetoka wapi. Tujue umuhimu wa huyu baba kwa taifa letu. Marehemu Sheikh Abedi Amani Karume ndiye mwasisi pacha wa Mwenge wa Uhuru na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo Mwenge wa Uhuru kufika hapa umekuja kumuona baba yetu, mwasisi wa taifa letu. Ndugu zangu wananchi, viongozi mlioko hapa, tukumbuke kabisa kwamba mwasisi wa taifa hili la Zanzibar, Sheikh Abedi Amani Karume, ndiye aliyefanya mambo yote ya kuhakikisha taifa hili linakuwepo. Mapinduzi matukufu ya Zanzibar yamepatikana kwa nguvu zake. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar umepatikana kwa nguvu zake, akiunganisha nguvu na muasisi pacha wake baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo ndiye aliyehimiza wananchi kuendelea kushika njia kuu za uchumi. Alihimiza wananchi kuendelea kumiliki ardhi. Alihimiza wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo, lakini alihimiza wananchi kuwa wawajibikaji, hasa wale ambao walikuwa watumishi wa umma. Ndugu zangu wananchi, tuendelee kumwenzi baba yetu Sheikh Abedi Amani Karume kwa kufanya yale aliyoyasisitiza na kuyahimiza kwa wananchi. Ndugu viongozi na wananchi, tuendelee kumwenzi kwa kuendelea kushiriki katika shughuli za maendeleo. Tuendelee kumwenzi kuendelea kulinda mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Tuendelee kumwenzi kwa kulinda amani na utulivu wa taifa letu. Tuendelee kumwenzi kwa kuendelea kulinda mshikamano wa kitaifa ambao yeye ndiye mwasisi wa hayo yote. Mwenge wa Uhuru hoi! Mwenge wa Uhuru safi! Ndugu zangu wananchi, niwashukuru sana kwa kujitokeza katika makumbusho haya ya baba yetu, na niwashukuru waliosoma dua wote, shehe pamoja na padri, niwashukuru sana. Baada ya kusema hiyo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sasa tunaweza kupata picha moja hapa ya wakimbiza mwenge. Ndio na ratiba inayofuata. Asante sana, tunashukuru. Mwenge wa Uhuru hoi! Wakimbiza mwenge mko wapi kitaifa? Naomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya na naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na wakimbiza mwenge kitaifa kwanza mpate picha, halafu baadaye tuje tuongeze viongozi wengine wa chama, halafu tuendelee na safari. Ya kwanza imuhusishe naibu katibu mkuu kwanza za mwenge na mkuu wa wilaya, halafu tuta seti nyingine na sio mrefu. Mwakishe watu wa kamera hiyo inaingia. Meja Musa Ngomambo, chukua chombo ili tuendeende haraka.
Fanya haraka Meja Musa. Pelekee naibu katibu mkuu. Twende haraka. Tayari Meja Musa, chukua chombo ukae kando. Kamanda, acheni hapa, ni sehemu takatifu, hakuna shida tu. Msalama. Nawashukuru sana. Naomba mwenyekiti wa chama wa mkoa wa Mjini Magharibi au simame hapo alipo binti huyo, asogee upandeni kidogo. Haya. Pelekee mwenyekiti. Bila shaka tayari. Haya, sasa naomba viongozi wa chama mliopo mwajoini pale nyuma yao ili mpate picha. Na sasa hapana, sasa mkifanya hivyo hapo mwalimu. Wajumbe wa secretariat whatever. Sisi mtatusamehe wengine, ndio hivyo tena. Usijifiche. Haya. Sasa niulize huyo mjumbe wa secretariat, maana kule jeshini sisi tuna rengi. Bila shaka ni huyo, mpelekee chombo hapo. Kama sio mwenyewe mtanisamehe. Haya. Mwenezi ndo kiongozi. Sawa. Haya, Musa kaa upande. Mwenge wa Uhuru oye. Mheshimiwa DC, nadhani inatosha, tuendelee na ratiba nyingine. Naomba uchukue. Asante. Sasa wage watu halafu chombo utapewa. Wela Mjini na Mwenge wa Uhuru oye. Mwenge wa Uhuru 2026 oye. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, tunakushukuru kwa kukubalia ziara yetu yote hapa kwenye ratiba kama tulivyoipanga, tumeweza kuifanikisha. Lakini shukurani za kipekee kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, viongozi wote wakiongozwa na naibu katibu mkuu wa chama. Tunawashukuru sana. Tumepata mapokezi makubwa sana. Viongozi wetu wa chama kwenye level ya taifa Zanzibar wote wamehudhuria katika shughuli. Viongozi tunawashukuru. Sasa tunaomba mturuhusu ili tuweze kuendelea na ratiba kama inavyoelekeza. Sasa tunatokaje hapa? Mheshimiwa naibu katibu mkuu, utakumbuka mwaka 64 mpaka 67 wakati mwenge unatolewa kule serikali unarudishwa tano na SP na ile idara kuletwa, mliletewa ili muweze kujenga taifa kupitia kambi kazi za vijana, na mlifanya kazi hiyo. Ndio maana leo tuna JKT na JKU. Kwa hiyo mlifanya kazi nzuri kama chama, lakini na sisi tumeamua kama serikali kutembelea mle kwa kazi mlikuwa mnaifanya. Kwa hiyo mwenge huu tumeurudisha kwa wananchi. Sasa wakati tunatoka hapa, tutakuomba ikikupendeza, na naomba nipige magoti nikuombe utusaidie wewe kushika mwenge wa uhuru hapa, ututoe nje pale ili ionekane kwamba kweli tumerudi kwa wananchi, na kiongozi amekwisha ridhia. Karibu. Asante, tunashukuru.